Tamchagua kiongozi mwadilifu, atachukua maoni ya watu wote, atatufaa sisi. Kiongozi anatakiwa Watanzania wote. Kila baada ya miaka mitano, Tanzania hufungua ukurasa mpya wa historia yake. Ni ukurasa wa katiba, ukurasa wa imani, ukurasa wa wananchi. Mwaka huu 2025, taifa linasimama tena, likiingia kwenye mwito wa demokrasia, uchaguzi mkuu. Wananchi wamejiandaa. Wakulima wanatafuta kiongozi anayelima maendeleo. Walimu wanataka kiongozi anayeleta elimu bora. Vijana wanatafuta viongozi wanaosikiliza ndoto zao. Wafanyabiashara wanataka uthabiti na haki. Hii si kura ya karatasi tu, bali ni kura ya maisha na jasho lao. Kwenye uchaguzi nimejiandaa vizuri. Tamchagua kiongozi ambaye atatufaa wote, kwa wafanyabiashara na watu wengineo. Nimejiandaa vyema kabisa yani. Mimi kama mfanyabiashara nitachagua kiongozi ambaye atakuwa na manufaa kwenye biashara yangu. Uchaguzi wa mwaka huu maandalizi ni mazuri. Kwanza tuna utayari wa kushiriki kupiga kura, ni kuweza kupata kama vile viongozi ambao tunawahitaji, viongozi ambao watahudumia wananchi wao vizuri, tukashirikiana nao na wao kashirikiana na sisi. Uchaguzi maana yake tutachagua viongozi sahihi na uko huru mno. Tutachagua viongozi ambao wako sahihi. Sifa ambao nataka ni ambao na uhakika naye kuwa tazama na atachukua maoni ya watu wote. Mimi kama mfanyabiashara wa kuku, viongozi ambaye anafaa akiwa na sifa kwangu, akiwa mwadilifu, mimi nitakuwa nafanya biashara zangu kwa uhuru. Yaani ninapoenda kununua biashara zangu kuja kuuza niwe huru. Ndio viongozi anatakiwa Watanzania wote. Mimi kwa uchaguzi wa mwezi wa 10 nimejiandaa tu vizuri, najua namchagua rais wangu. Kwenye uchaguzi najua ni kitu cha muhimu kwa kuwa uongozi si ndio kitu ambacho tunakitegemea, kwa sababu mimi kama Mtanzania nikiwa na shida mbalimbali najua kuna viongozi ambao wanaopata taarifa kutoka huku chini, kwa hiyo yeye anatuletea kile ambacho tunachokihitaji. Kiongozi ambaye ningemhitaji kwenye sekta yangu huko, kiongozi ambaye angeweza kujali maslahi ya sisi bodaboda. Kwa hiyo tungempata kiongozi ambaye angeweza kuwa mtetezi wetu, hili ingekuwa vizuri sana. Mwito huu unakumbushwa na viongozi wetu. Mkuu wa mkoa wa Singida, Mheshimiwa Halima Dendego, anasisitiza kuwa serikali ipo tayari. Hakuna atakayezuiliwa kushiriki katika uchaguzi mkuu Oktoba 29, kwani itakuwa ni siku ya uthibitisho ya kwamba Tanzania ni imara na demokrasia yake haiwezi kutetereka. Tarehe 29 mwezi wa 10 tunaenda kufanya takwa letu la kisheria, takwa la kimungu. Amesema tupige kura la kikatiba. Kwa hiyo tujitokeze, wanawake, wanaume, vijana, hao wenzetu kwa sababu tutakia mema, wanaona kwamba uchaguzi wetu hautafanyika, twende tukawa prove wrong kwamba si Tanzania tunajitambua, twende tukapige kura. Sisi kama serikali tuhakikishie tutakuwa na utulivu, amani, hayupo yoyote atakayemzuia mtu au atakayemdhuru mtu anayeenda kupiga kura. Tumejipanga vizuri. Kila kura ina thamani yake, na thamani hiyo inaweza kufutwa na rushwa. TAKUKURU wanakumbusha ya kwamba kura isiyouzwa ni sauti safi. Rushwa ni mzigo unaokuja baadaye, ikifunga mikono ya wananchi kwa ahadi hewa na uongo. Hii ni safari ya maamuzi sahihi, si safari ya pesa chafu. Rushwa ni kitu chochote ambacho kinatolewa kama kishawishi, kinatolewa kwa mtu yeyote, hasa kwa kipindi hichi cha kuelekea uchaguzi, kinatolewa kwa huyu kupiga kura. Ningependa sana kuwakumbusha Wanasingida, wananchi wote kufahamu kwamba wao ndio serikali, kwa sababu serikali inatokana na wananchi. Sasa wananchi watambue kwamba anakwenda kupiga kura na anapofanya maamuzi sahihi anakwenda kuchagua maendeleo. Hivi vitendo hivi vya rushwa vinamfanya huyu ambaye anatambua wajibu wake kwenda kupiga kura, saa wakati mwingine asifanye maamuzi kulingana na hoja za hawa wagombea, hoja ambazo ni bora. Wakati mwingine wanafanya maamuzi kulingana na faida ambazo amepewa na huyu mgombea. Sasa hapo ndio swala la rushwa linapoingia, na hiki ni kikwazo kikubwa kupata viongozi ambao watatuletea maendeleo katika jamii.
Kampeni si kelele za siasa, ni darasa la demokrasia. Ni nafasi ya kusikiliza sera, kuuliza maswali na kupima mizani ya ahadi. Kwa wale wanaosema hawana haja ya kuhudhuria, ujumbe huu ni wazi. Ukikaa pembeni, sauti yako inazimwa kabla haijasikika. Kampeni ni uwanja wa kujua kesho, na kushiriki ni moja ya kuandika historia. Wale ambao huzuri ndio wanaolalamika kutwa. Lalamika, nakuta mtu analalamika, anachokilalamika ajui, yeye yuko barabarani, ndio hivyo anachagua viongozi wao kwenye kahawa, kwenye barabara, haendi kusikiliza sera, hahudhurii vitu ambavyo vinaenda kusemwa kule, yeye ni kulalamika tu. Muhimu ndo kama hivyo kutambua sera zake anazozizungumzia. Kwa mfano ahadi, kama nitafanya hichi, nitafanya hivi, mkinichagua labda nitaboreshia mazingira na nini. Kuna muhimu kwa sababu uchaguzi lazima upige kampeni. Watu wajue maoni yako ni nini, unajua kuwafanyia nini, na baada ya kuchaguliwa utakuwa unafanya nini, ndio ahadi ambayo utakuja kuzitekeleza. Pia sera zako na watu wakuhoji ndio wajue yani ukipita utawafanyia nini. Ni muhimu mkubwa sana, unaenda kufahamu haki zako ziko wapi. Kama huzuri ndio kama hivyo unalalamika tu, unaishia kulalamika. Fika ukajua haki zako ziko wapi. Mtu ambaye hajahudhuria kwenye kampeni labda angeweza kusema athari ambazo angeweza kuzipata, kuuliza maswali fulani, kusema kile anachokihitaji. Mimi nawaambia yani wahudhurie kwenye mikutano ya kampeni, kwa sababu kwenye kampeni ndio unasikiliza maoni mengi, na pale unaweza kumhoji kiongozi wako akakujibu na ukaelewa, na ukampa matatizo yako ambayo yapo akayafanyia kazi. Maana unachagua kiongozi ambaye unampenda, ambaye atakufaa. Natakiwa wote tukapige kura, uchague kitu ambacho unakipenda. Uchaguzi ni kila haki ya Mtanzania kupiga kura. Kwa tarehe 29 mwezi wa 10 kila Mtanzania kapige kura. Awamu hii tunapiga kura, yani awamu hii ni kila mtu atapambana, lakini uhakika watapita viongozi wazuri. Na washauri sana kuhudhuria. Kama ni Mtanzania kabisa halisi, lazima uchague kiongozi wako bora. Mimi nawashauri tu ujitokeze kwa wingi, ukapige kura, uchague kiongozi atakayekufaa. Hizi ndizo sauti za wananchi, sauti za matumaini, matarajio na ndoto, wote kwa pamoja wakisema Oktoba tutashika kalamu, tutatia alama na tutasema hii ndiyo Tanzania. Kwa mujibu wa katiba, kila baada ya miaka 5 wananchi huchagua rais, wabunge na madiwani. Ni urithi wa taifa, ni agizo la demokrasia, ni mwito wa Mungu. Uchaguzi wa 2025 ni zaidi ya tukio la kisiasa, ni sherehe ya mshikamano na ni mwendelezo wa safari ya vizazi. Sasa basi, tukutane Oktoba 29 mwaka 2025 katika chumba cha kupigia kura, kwani kura yako ni mwanga, kura yako ni sauti, kura yako ni Tanzania.